heshima na taadhima kubwa, taasisi ya Umoja wa Maimamu Tanzania UMATA, kwa niaba ya uongozi, maimamu, walimu na wanafunzi na wote wapenda maendeleo ya dini ya Kiislamu, inayo furaha isiyo na kifani kutoa risala hii rasmi ya kukaribisha mgeni wetu, shekhe wetu, mlezi wetu, Sheikh Walid. Kwa hakika tunakukaribisha katika hafla hii tukufu ya mkutano mkuu wa wilaya ya Kinondoni UMATA. Tunatambua mchango wako mkubwa katika kuelimisha umma kupitia Qur'an tukufu na ilmu ya Kiislamu iliyo sahihi, kutoa mihadhara yenye kuamsha nyoyo na kuimarisha aqida ya tauhid, kukuza maadili, fiqh na mapenzi ya kweli kwa dini ya Allah. Tunatambua mchango wako mkubwa katika kuwezesha jamii, vijana na wazee kuifahamu dini yao kwa ufasaha na mwanga wa Qur'an na Sunna. Hii ni heshima kubwa sana kwetu kukupokea katika taasisi yetu, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awazidishie fadhila wale wote waliowezesha ziara hii. Allah awape afya njema, ulinzi, busara na malipo mema hapa duniani na akhera. Ndugu mgeni rasmi, Umoja wa Maimamu Tanzania kwa utukufu wako wana ombi maalum juu yako lenye kugusia suala la kiuchumi katika taasisi ya UMATA. Kwa unyenyekevu mkubwa, Umoja wa Maimamu Tanzania unatoa ombi la msaada wa kiuchumi kwa taasisi yetu ili tuweze kujitegemea kifedha na kupunguza utegemezi kwa wafadhili wa nje. Ndugu mgeni rasmi, shekhe wetu, kipenzi chetu, mlezi wetu, kwa sasa tunapanga kuanzisha biashara ya stationery pamoja na duka la vifaa vya Kiislamu, ikiwa ni pamoja na vitabu na nyenzo zote zenye kuhusiana na masuala ya kielimu. Tunaomba kwa ihsani kubwa msaada wa kifedha usiopungua shilingi milioni 10 ili kutimiza azma hii muhimu. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake, na kheri yoyote anayoitanguliza kwa ajili ya nafsi zenu mtaikuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ni mwenye kuyaona mnayoyatenda. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mwenye kumfungulia Muislamu dhiki miongoni mwa dhiki za dunia, Allah atamfungulia dhiki, yani atamuondolea dhiki miongoni mwa dhiki za siku ya Kiyama. Imepokewa na Muslim. Vile vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, mwenye kujitahidi kuwahudumia wajane na maskini ni kama anayepigana jihadi katika njia ya Allah. Hivyo basi, msaada huu utakuwa ni sadaka yenye thawabu kubwa na uwekezaji wa kweli kwa ajili ya akhira yetu. Faida za mradi huu mtukufu, mgeni rasmi, ni kupanua huduma zetu kwa wanachama wa madarasa, kujitegemea katika shughuli za kitaasisi, kutoa ajira kwa vijana wa Kiislamu na kuchangia maendeleo ya dini na jamii yetu kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, shekhe wetu, mlezi wetu, tunakuomba ewe mpendwa, pamoja na wageni wetu waheshimiwa na wadau waliopo katika kongamano hili, kuangalia uwezekano wa kutusaidia katika jambo hili la kheri na maendeleo ya umma. Kwa kupitia risala hii fupi, ndugu mgeni rasmi na wageni wote waalikwa, tunaomba mchukue ombi hili na mulifanyie kazi. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mgeni maalum sana, rafiki yangu, diwani wa Nanasi Bwana Nyamwija, tuna mengi tunayapanga. Nianze kutambua uwepo wako, lakini nimuombe Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayathibitishe yale yaliyomo kifuani mwako. Allahumma amin. Karibu sana, na nashukuru kukuona katika hadhira hii ambayo kama alivyotuambia amiri wetu Bwana Almasi kwamba kwa 100% wewe ndio umewezesha. Mungu akujalie kuwezesha mengi ya kheri. Lakini pia nitambue uwepo wako mwenyeji wetu mkuu katika umoja huu wa maimamu, ndugu yangu Bwana Almasi Nuhu, Mungu na kuhifadhi. Makamu amiri Bwana Abdullahi Huseni, katibu mkuu Maulidi Milonge, Sheikh Yahya Sufiani, kakangu wa siku nyingi sana. Tumeanza harakati muda mrefu na Sheikh Yahya, sehemu nyingi kweli. Nawe Mungu akuhifadhi, akusimamishe, akufikishe katika harakati zako. Nitambue Bwana Talib Amandi, mkurugenzi wa habari na mawasiliano. Asante, karibu sana, nawe nimeshukuru kukuona. Mhazini Bwana Ali Abdul Khairi, asante. Ela zenyewe ndo unazoea. Hazini asiokuwa na pesa au ni katika wale wazini wasiokuwa na pesa? Yes, bila msamma. Mashekhe wa kata mliokuwa hapa, asanteni sana. Wanajeshi wa Kinondoni, Allah. Nimekuona kakaangu Sheikh Nasr. Mwenyezi Mungu awawezeshe, mna kazi kubwa sana. Ninavyojua mimi siku zote shekhe wa wilaya hana kazi isipokuwa nyinyi mumpelekee kazi. Mwenyezi Mungu atawawezesha na nyinyi. Amin. Maimamu wote mliowafikishwa kuwepo hapa pamoja na walimu wenzangu wa madrasa, wanahabari, wawakilishi wa jahi nimewaona, na nyote niseme tu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nimshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kuniwezesha mimi kujumuika nanyi katika jambo hili kubwa sana, na nimuombe mapema ajalie jumuiko hili ni katika yale majumuiko yatakayo tushuhudia kwa kheri kwa Mungu siku ile ambayo haimnufaishi mtu mali yake wala watoto wake, isipokuwa yule aliyokuja na matendo mema. Basi Mwenyezi Mungu ajalie katika hilo na hili kusanyiko letu. Amin. Nimehemewa niseme nini. Mmoja katika wanachuoni wa zamani aliwahi kusikika akisema, rubba kilmatin qala liqailiha da'ni. Katika baadhi ya mazingira huwa inatokea maneno yanamwambia anayetaka kuyasema niache, siniseme. Huwa inatokea hiyo. Na isi mwingine ni Ibn Qutaiba katika maandiko yake anasema hivi. Sometimes maneno humkataza mwenye kutaka kusema, siseme bwana. Katika mazingira mengi tu. Miongoni mwa mazingira hayo ni pale unapozidiwa na furaha. Ukiwa na furaha sana, basi ishia kucheka, usiseme, utajikuta umesema mengine yasioeleweka. Kama anavyohadithia Mwenyezi Mungu, hiyo ni hadithi al-Qudsi. Mungu anasema kuna mazingira, mmoja katika watu alifurahi sana, akamwambia Mungu, akamwambia wewe Mungu, mimi ndo Mungu wako na wewe ni mja wangu. Kutokana na furaha, baada ya kuwa alishakata tamaa ya kufa, kisha akaona anapata uhai tena, basi furaha yake akasema, wewe Mungu bwa mdogo sana,
Alitaka kusema mimi ndio bwana mdogo, wewe ndio Mungu wangu, lakini min shiddatil farahi ghayyara wa akhara ma qaddama. Kwa hiyo ndio hali nilokuwa nayo. Mimi ni muumini siku zote wa watu kukaa pamoja. Allah. Ni muumini wa hilo. Sahihi. Watu waliokuwa na mimi tangu tuko tunasoma nasari, tunasoma madrasa, tunasoma primary, tunaenda shule za sekondari, lakini pia tunakutana katika maahidi na marakiz za dini. Watu wote wanajua kwamba Walidi ni miongoni mwa watu wanaoamini mtu mmoja peke yake afanye jambo, ila wanapoanzia wawili, watatu na kuendelea. Tumsalie Mtume Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Kwa nafurahi kuona umoja wa maimamu na walimu wa madrasa wa wilaya yetu ya Kinondoni, ambayo ndio wilaya ya home ground. Sahihi. Nimezaliwa huku na nakulia huku na inshallah nitakufa huku. Kama sio huku basi Mungu akaniue Madina. Lakini ziko huku Allah. Kinondoni huku nichagulie pa kuniweka, lakini itakuwa vizuri mkiniweka Old Trafford ile mwenye mkuu. Wanangu wengi wako pale. Wana Msalimu Mtume Muhammad. Kwa hiyo wana wengi wako pale, nitakuwa najua kija mtanikuta pale. Mimi nashukuru kwa hili. Maneno yangu ni yagawe sehemu 2 mpaka 3. Sehemu ya kwanza kuwapongeza. Nawapongeza sana. Pongezi zenye kumaanisha mnachokifanya ndicho. Huwezi ukatambuliwa na mtu kama hujajitambulisha. Watu wengi wanakuwa katika masikitiko, watu wanijui, watu wanisaidii, ilhali hawajajitokeza. Lazima ujitokeze. Hatua ni nyingi, lakini 2 kuu. Kwanza, ratibu mambo yako kinyemela, chini, kisha toka nayo. Tumsalie Mtume Muhammad. Sijui naeleweka vizuri. Na ndio mipito waliopita wengi, akiwemo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijipanga chini kwa muda wa miaka 3. Ilikuwa akijificha katika nyumba ya mtu mmoja anaitwa Al-Arqam ibn al-Arqam, katika kijichumba kidogo, na watu wachache walioanza 11 mpaka wakafikia mwisho 65 au 70. Hapa tuko zaidi ya hao nadhani. Alikaa nao watu hao ndani ya miaka 3 wanaratibu, na alhamdulillah watu wale wengi walikuwa na umri kama wetu sisi, vijana, isipokuwa watu 5 tu. Wale watu walikuwa 70, watu 65 wote walikuwa mabarobaro, isipokuwa watu 5. Nyinyi mnasoma sira, walimu wenzangu, mnajua hili jambo. Mpaka akafikia pahala kusema nusirtu bishababi, mimi nimesaidiwa na kupewa ushindi na vijana. Ni wale watu 65 alokuwa nao katika kile kijichumba kidogo, wakikaliana mabegani, wanapanga mambo yao, wakisikia hodi wanazuga, wanamsikiliza aloingia nani anasema nini. Akiwa mwenzao wanaendelea na kuratibu, akiwa mtu wa kuja tu wanazungumzia vitu vingine. Kwa sababu mtu akusomekea, basi hata mpira angekuwa anazungumzia ubaya ubwela. Lakini sasa ninachotaka kukisema ni mipango muratabu ya chini kwa muda miaka mingapi? Mwalimu wenzangu, andikeni notini hicho kitu. Miaka mingapi? 3. Ulipokamilika mwaka wa 3, Mungu anamtoa nje, anakumwambia fasda bima tu'mar wa a'rid 'ani. Sasa toka watu wakuone. Akatoka na kuogopa, alipanda Jabal Safa, ambalo sasa hivi ndugu zetu wako kule wanapanda wakilishuka. Akawaita watu, mimi fulani bin fulani kadha wa kadha. Yakatokea mambo kidogo pale,
lakini ndio ameondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nawapongeza, nawapa sifa zote kwa hiki cha kujitoa. Mimi nimefanya kazi ya uimamu, huu ni mwaka wa 35 tangu 1990 mimi nimechaguliwa kwa imamu. Diwani una miaka mingapi? 35. Nilipotoka chuoni nimechaguliwa pale Kichangani. Kabla hapo nilikuwa msikiti wa Mtoro kidogo, lakini wazee wakiwemo kina Sheikh Abubakar Mwilima, kina Sheikh Qasim bin Juma na walimu zangu wengine wakanileta Kichangani, na kina Sheikh Elias Maksud na kina mzee Salum Khamisi, wengine wengi wako mbele ya haki. Wakanichagua nikawa pale Kichangani tangu mwaka huo. Kwa hiyo najua ukizungumza imamu na changamoto zake, najua sina jipya, na kwa vile nimestadi vizuri, najua kama nikitaka kutoka pale katika zile changamoto nitoke vipi. Najua miaka 35 si ndio umri wenyewe huo, umri wa diwani anayetuongoza. Wewe uniambii chochote kuhusiana na imamu na maisha yake, utanikuta mimi na kuzunguka, naelewa sana. Allah, nafikia pahala mara nyingi kusema ndio imamu pekee yake leo kupigwa msikitini siku ya Ijumaa mie Msalimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nawashukuru mkijitokeza hivi kwamba sasa zile hali tulizokuwa nazo, basi hii ni pointi yangu ya mwanzo ya pongezi. Na dhana hiyo pointi yangu ya pili, nimeona malengo, nimeona na inshallah nitaondoka nayo. Na nilio kama hii, nakumbuka ulikuja uongozi wa juu mkoa wa umoja wa maimamu, wakati ule tu mimi na kaimu nafasi ya ushehe wa mkoa, nikaongea nao na haya yalikuwepo. Mimi nataka niseme kitu kimoja, haya twendeni tukaya simamie kwa vitendo, huku tukipanga asilimia. Si naeleweka vizuri? Twendeni tukayasimamia haya. Mlisomewa na nilipokuja mimi pia nikasomewa tena. Sawa sawa, kuwaunganisha maimamu kuwa wamoja na mshikamano imara, kuwa na sauti yenye nguvu. Kitaibwa kwa mafunzo. Sio lazima tuyafanye yote haya matano. Hebu twendeni tukajaribu hili kwanza, tukajiwekea hata muda huko, tukiweka vipaumbele. Sawa sawa, naeleweka vizuri na sana. Haya hakuna atakayeweza kutufanyia haya. Tumsalimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii kuwaunganisha. Namshukuru Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana, Mungu amhifadhi. Katika kipindi chake cha umufti amekuja na hii dhana ya kuunganisha watu, kuunganisha watu, na amepambana na kwa asilimia takriban 75 kafanya, na anaendelea. Mungu amhifadhi sana. Amina. Twendeni tukamuunge mkono katika hili. Hapa pagumu hapa, hebu tutoleane macho hivi. Hakikisha Amiri Kinondoni, hii ni kazi yako hii. Hii huwezi kulala hii. Huwezi kulala. Yaani asubuhi uko Kimara au uko toka Ubungo lakini asubuhi uko kwangu Magomeni, jioni uko huku Mwananyamala. Yaani wewe huwezi kulala hii kwa dhana hii. Misikiti yote ina maimamu na wewe ndo amiri bwana imamu, wewe mbona hatukuoni? Kwanza kirahisi, najua unayo, kajue idadi ya misikiti yote ambayo iko chini yako. Hii unayo hiyo? Na idadi ya misikiti. Sasa isiwemo katika maandiko tu. Isiwemo. Unaondoka na uongozi wako waandamizi.
unamtafuta shehe wa kata wa eneo husika. Sisi leo tunakwenda msikiti fulani, mnaenda kwa imamu, imamu tumekuja sisi, unayo habari yetu? Nayo, basi tuendelee kuungana. Sina, njoo uwe nasi pamoja. Semeni inshallah. Inshallah. Kwa hiyo nimeeleza kitu kimoja hicho, lakini haya yote matano nimeyasoma hapa, yote matano twendeni tukayasimamie kwa vitendo. Kwa sababu narudia ile pointi ya mwanzo, kama wenyewe sisi hatujayasimamia haya, hamna atakayeweza kutusimamishia haya. Na kwa ushauri tu, mnaweza mkatafuta vitu vidogo vidogo ambavyo kwamba vinaweza kuwa ni kama chachu ya hivyo. Leo tunakwenda kukimbia mazoezi maimamu wote wa kata fulani. Ndio dunia inakwenda. Hawa wanasiasa wanapiga bao hapo. Utaona kwamba wana marathon. Sijui mnaelewa vizuri? Sasa sisi tuna vitu vyetu, sisi tunaweza kufanya so marathon, lakini tuna vitu vingi Sheikh Sufyan. Vitu iwe ni kama mwamvuli wa kutuunganisha sisi katika haya. Na nirudie kusema wallahi thumma wallahi, sio kazi nyepesi, ni kazi pevu ya kuungana watu. Maadui wa Uislamu leo nafasi kubwa wanaoitumia kwetu sisi tukabaki hapa ni kutuparaganyisha. Tena waliofanikiwa kuiparaganyisha misikiti, basi wao wanafanya kirahisi. Leo niwape mfano, wengi ni walimu wa madrasa, mnasoma kuhusiana na Ijumaa. Hivi mji mmoja Ijumaa zinakuwa ngapi? Kifiqhi. Moja. Ijumaa mji mmoja zinakuwa ngapi? Wallahi Dar es Salaam nzima inatakiwa na Ijumaa moja tu. Moja tu. Na mimi leo nazaliwa hapa Dar es Salaam ilikuwa moja tu Ijumaa, msikiti wa Kitumbini. Wakati mimi nazaliwa. Sisi wote wa huku Kinondoni ikifika tunasema tunakwenda msikiti wa Ijumaa. Lakini leo hivi hapa kata hii na misikiti ya Ijumaa mingi. Nini sababu yake? Hamna msikiti sasa hivi isipokuwa utaswaliwa. Haya, vizuri. Lakini kinachosemwa hapa Masjidi Nur ndio kinachosemwa mfalme wa sita. Kinachosemwa mfalme wa sita ndio kinachosemwa kule Mwananyamala. Nasema kazi sio ya kitoto, kazi pevu. Twendeni tukalisimamie hili. Tusivunje Ijumaa zetu. Basi tunaweza tukawa na Ijumaa nyingi, lakini ala qalbi rajulin wahid. Kila mmoja anaswali Ijumaa katika msikiti wake. Maana najua mimi imamu maana ukiondoa Ijumaa msikitini ndio umeuua tena. Msikiti umekufa huko. Hamna hela. Sawa. Sawa. Lakini tujitahidi basi wale makhatibu wa siku husika kama vile kesho waje na kauli moja. Wale maimamu wa Ijumaa zile nyingi waje na hutuba moja, kitakachosema kichangani ndio kiwe hicho kinasoma Masjidul Haq, ndio hicho Kiungi, ndio hicho Mwenye Mkuu, ndio hicho Kisumu, ndio hicho Masjidi Nuru na Nura, hicho. Hii ni kazi yako. Amin. Huwaita wale watu. Jamaa leo tunataka kuzungumzia udhu, msikiti wote Ijumaa zote zinalipuka kuhusiana na hili neno. Lisiishie hapa tu kama malengo. Na narudia tena, hakuna atakayetufanyia hili isipokuwa sisi wenyewe. Tuwafanye kwa vitendo, kuwaunganisha maimamu katika nini? Hotuba moja. Kuwaunganisha maimamu katika nini? Mshahara. Kuwaunganisha maimamu katika nini? Angalau mavazi. Kuwaunganisha maimamu katika nini? Anachokitaka huyu ndio imamu. Hivyo. Nimesafiri juzi na ndugu zangu, tumeenda Omani, tumeliona hilo. Makhatibu wote wanakuja na kitu kilichoandikwa na umoja wa maimamu. Hamna ile kuja bila karatasi. Kwa sababu utasema yako. Lakini wote hamdan lillahi, basi ujue huo msikiti wako pia unaanza na hamdan lillahi vile vile. Inshallah.
Allah. Tumsalie Mtume Muhammad. Tukifika hapo tutakuwa kweli tuna nia na dhamira ya kuwajenga maimamu. Nimetoa mfano mmoja. Nimalizie hotuba yangu hii kwa pointi yangu ya tatu. Nimeisikia risala na ina haja ya mzigo kwa sababu tunataka stationary. Sawa sawa. Na mimi sasa ili watu wapate kwenda mbio na mimi nitachangia milioni 2. Lakini kawaida yangu nitakuja. Kuna sehemu natoa hizi milioni 2, milioni 1 nikenda siwakuti watu. Sitaki kusema zipi. Sharifu si ndio? Lakini nitakuja. Iko wapi hiyo? Sasa nitakuja. Ndio shehe, nitakuja. Si ndio shehe wa mkoa? Ndio. Sio kwa kujitutumua, lakini sayyidun nasi khadimu. Mtumishi, yani kiongozi wa watu ni mwenye kuwatumikia. Nikija na kuja kutumikia, sitokuja kama shehe wa mkoa, nakuja kufanya wajibu wangu amiri. Na bwana fedha nimekuona, ndio sasa wewe ndio mhazini mwenyewe mwenye kukaa pesa. Mwenyezi Mungu awafanyie kila la kheri. Inshallah nadhani baada ya sikukuu tutafanya utaratibu Sheikh Almasi, tutawakilisha inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri inshallah. Na ndugu zetu waliokuwa haji huko, Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi, waondoshe mazito ya huko, na sisi tulobaki hapa basi tuingie katika sikukuu vizuri. Mwenyezi Mungu ajaze mifuko yetu na mambuzi haya ili ipite sikukuu kubwa na namna ambayo kwamba inamridhi Mungu, lakini inarudisha kheri nyingi katika nafsi zetu. Asanteni sana. Wa maalaina illa albalagh mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Niombe kitu, najua tunakwenda katika dhuhuri, lakini katuongea Sheikh Almasi leo